12 saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Hujambo, karibu katika Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Martha Saranga. Katika Amka na BBC asubuhi hii, ikiwa leo ni siku ya 12 tangu kuanza kwa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran, jeshi la Marekani linasema limeharibu boti 16 za Iran zilizotumika kuweka mabomu ya baharini karibu na lango la Hormuz. Kampuni ya Kitanzania Taarifa Limited inayomilikiwa na Rostam Aziz kushika hatamu za usimamizi wa shirika la habari lenye ushawishi mkubwa zaidi nchini Kenya. Sekta ya habari na matarajio gani? Matarajio yetu ni ya kwamba Bwana Aziz ataendelea na yale maadili ambayo alikuwa amekuwa kule na Aga Khan, kuangalia maslahi ya wananchi. Na kufuatia ongezeko kubwa la watu wanaotumia upasuaji wa kukata tumbo ili kupunguza uzito wa mwili, tunaangazia je, ni ipi sababu ya mabadiliko haya na tahadhari gani ya kuzingatiwa? Tunatambua kwamba sio kila anayetaka upasuaji anastahili, na kwa hiyo ni sehemu muhimu sana ya kazi yetu. Ni kwamba tunahakikisha tunaangalia ni nini ambacho kinafaa kwa mgonjwa huyu. Kwanza muktasari wa habari za dunia na Florian Kaijage. Asante Martha Saranga. Jeshi la Marekani linasema limeziteketeza meli maalum 16 za kivita za Iran zilizokuwa chini ya bahari jirani na mlango bahari wa Hormuz, njia kuu ya usafirishaji wa mafuta. Kamandi kuu ya Marekani ilichapisha video kwenye mtandao wa X iliyoonyesha boti kadhaa zikilengwa na makombora na kulipuka. Hatua hiyo imekuja baada ya Rais Trump kuionya Iran dhidi ya kuweka meli kwenye njia ya maji, akisema madhara ya kijeshi kwa Iran yatakuwa katika kiwango ambacho hakijawahi kuonekana. Taarifa za muda mfupi uliopita zinasema ving'ora vya mashambulizi ya anga vimesikika kote Israeli baada ya wimbi jipya la mashambulizi ya Iran yaliyofafanuliwa na shirika la utangazaji la serikali ya Iran IRIB kuwa mazito zaidi tangu vita hivyo kuanza. Israeli inasema ulinzi wake wa anga ulizuia makombora kuelekea nchini humo. Serikali ya kijeshi ya Sudan imeitaka Marekani kulitangaza kundi la Rapid Support Forces RSF kuwa ni la kigaidi. Esther Wambaro na maelezo zaidi. Hatua hiyo imekuja siku moja tu baada ya Washington kulitaja kundi lenye uhusiano na serikali, Sudanese Muslim Brotherhood, kundi la kigaidi. Washington imedai kundi hilo lilikuwa limefunzwa na kuungwa mkono na utawala wa Iran. Wizara ya mambo ya nje ya Sudan imeishutumu RSF kwa kukiuka sheria za kibinadamu na kufanya uhalifu wa kivita. Jeshi la Sudan limekuwa katika vita ya kikatili vya wenyewe kwa wenyewe na RSF kwa miaka 3 sasa. Mwanamke anayedaiwa kufyatua risasi nyumbani kwa wanamuziki wa Marekani Rihanna huko Los Angeles mwishoni mwa juma amefunguliwa mashtaka ya kujaribu kuua. Ivana Risset Otis mwenye umri wa miaka 35 alikamatwa baada ya kudaiwa kukimbia eneo la tukio. Waendesha mashtaka walisema wakati kulikuwa na watu kwenye makazi ya mwanamuziki huyo wakati wa shambulio hilo, hakuna aliyejeruhiwa. Haijulikani iwapo Rihanna mwenyewe alikuwa nyumbani wakati huo. Na wataalamu wa afya huko Massachusetts wameanza kutumia akili mnemba kuvumbua dawa mpya dhidi ya ugonjwa wa Parkinson unaoathiri mfumo wa fahamu. Usugu wa dawa dhidi ya magonjwa yanayosababishwa na bakteria kama vile kisonono na magonjwa mengi ya damu, maendeleo ambayo wanasayansi wengi hawakuwahi kufikiri yanawezekana. Kwa takriban nusu karne binadamu wamekuwa wakipoteza polepole mapambano dhidi ya bakteria. Silaha zenye nguvu zaidi zilizopo katika mapambano hayo ni antibiotics, na zidi kufanya kazi kadiri usugu dhidi ya dawa unavyoenea. Takriban watu 1.1 sasa hufa kila mwaka kutokana na maambukizo ambayo hadi hivi karibuni yalikuwa yakitibiwa kwa urahisi, na idadi ya vifo inatarajiwa kuongezeka hadi zaidi ya 8 ifikapo mwaka 2050 iwapo hatua za haraka hazitachukuliwa. Hii ni BBC. Muktasari wa habari za dunia umewasilishwa na Florian Kaijage. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Matangazo haya yanasikika kupitia CGFM na Radio 1 nchini Tanzania, Voice of Karamoja nchini Uganda, Pamoja FM Kenya na Radio Muungano Beni katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Pia unaweza kusikiliza matangazo haya kwenye mtandao wetu bbcswahili.com ama kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Mimi ni Martha Saranga. Ikiwa leo ni siku ya 12 tangu kuanza kwa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran, jeshi la Marekani linasema limeharibu boti 16 za Iran zilizokuwa zikitumika kuweka mabomu ya baharini karibu na lango la Hormuz, ambayo ni njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani, taarifa ambayo ilisababisha bei ya mafuta kushuka kwa muda. Esa Luambano na taarifa zaidi.
Makao makuu ya jeshi la Marekani ilichapisha video kwenye mtandao wa X ikionyesha boti kadhaa zikilengwa na makombora na kulipuka. Rais wa Marekani Donald Trump amesema jeshi la Marekani limeharibu boti zaidi ya 10 za Iran zilizokuwa zikitumika au kushukiwa kutumika kuweka mabomu ya baharini. Katika chapisho lake katika mtandao wa kijamii X, Trump alisema, "Nina furaha kuripoti kwamba ndani ya saa chache zilizopita tumepiga na kuharibu kabisa boti au meli 10 zisizo na shughuli zilizokuwa zikihusishwa na uwekaji wa mabomu ya baharini na nyingine zitafuata," aliandika. Awali ikulu ya Marekani, White House, ilikanusha taarifa kwamba Marekani ilikuwa inasindikiza meli za mafuta kupita kwenye mlango huo wa bahari. Kauli hiyo ilipingana na chapisho la waziri wa nishati Chris Wright kwenye mitandao ya kijamii. Chapisho hilo lilisababisha bei ya mafuta kushuka kwa muda, lakini baadaye bei hizo zilipanda tena. Kufungwa kwa njia ya Strait of Hormuz kumeathiri usafirishaji wa mafuta kutoka Ghuba ya Uajemi na kusababisha wasiwasi mkubwa katika uchumi wa dunia. Ikulu ya Marekani imesema jeshi lake linaendelea kuharibu miundombinu ya utengenezaji wa makombora ya Iran. Msemaji wa ikulu Caroline Levitt alisema ndege za masafa marefu aina ya B-2 Spirit zilitumia mabomu makubwa ya kupenya ardhini kulenga vituo vilivyojengwa chini kabisa ya ardhi. Marekani inasema mashambulizi ya makombora kutoka Iran yamepungua kwa 90% ikilinganishwa na mwanzo wa mapigano. Hata hivyo, nchi kama Israel, Qatar na United Arab Emirates zimeendelea kushambuliwa. Msemaji wa vikosi vya ulinzi vya Iran, Brigadier General Shekarchi, amesisitiza tena kuwa dhamira ya vikosi vya Iran ni kuendelea kulinda taifa na mipaka ya Iran pamoja na kuimarisha uwezo wake wa mashambulizi. Wakati huo huo, Saudi Arabia imesema imefanikiwa kuzuia makombora 6 ya balistiki yaliyokuwa yakielekea kwenye kituo cha kijeshi cha Prince Sultan Air Base mashariki mwa nchi hiyo. Ni Esther Luambano. Mfanyabiashara wa Tanzania Rostam Aziz amenunua hisa nyingi za kampuni ya habari ya Nation Media Group NMG, ambayo ni kampuni kubwa zaidi ya vyombo huru vya habari katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Hatua hii inamaliza umiliki wa miaka 66 wa kampuni hiyo iliyokuwa chini ya Aga Khan Fund for Economic Development, ACFED. ACFED ilitangaza Jumanne jioni kuwa imekubali kuuza hisa zake zote katika kampuni ya NPRT Holdings Africa Limited, ambayo ndio inamiliki 54.08% ya hisa za Nation Media Group. Hisa hizo zimenunuliwa na Taarifa Limited, kampuni inayomilikiwa na Rostam Aziz. Kwa kufanya hivyo, Aziz sasa anakuwa mmiliki mkuu wa NMG na umiliki pia Mwananchi Communication ya Tanzania na Monitor ya Uganda. Nation Media Group ilianzishwa mwaka 1959 na Karim Aga Khan wa 4. Tangu wakati huo imekuwa na kuwa moja kampuni kubwa za vyombo vya habari katika kanda Afrika Mashariki. Sasa hatua hii ina maana gani kwa kampuni ya Kitanzania Taarifa Limited kushika hatamu za usimamizi wa shirika la habari lenye ushawishi mkubwa zaidi nchini Kenya? Eric Oduor ni katibu wa chama cha waandishi wa habari nchini Kenya. Hii ni hatua ambayo tutakuwa tunaangalia kimakini sana, manake ukiangalia kampuni ya Nation Media Group ni kampuni ambayo ilikuwa na desturi yake. Ilikuwa na desturi ya kuangazia uhuru wa wanahabari na pia kuangalia wanahabari ama vyombo vya habari zinachangia kwa uongozi mwema na pia kuwa na jamii ambayo inaongozwa vyema. Kwa hivyo sasa sisi kama chama cha wanahabari tutakuwa tunaliangalia kimakini, tuona kwamba huyu mmiliki mpya ambaye anakuja Aziz ataendelea na ile desturi iliyowekwa na Aga Khan kule katika hiyo kampuni ya kuangalia kwamba vyombo vya habari zinaangazia maslahi ya wanahabari na sio faida. Kwa hivyo itakuwa ni jambo ambalo 66 ya waandishi wa habari unaozingatia misingi ya maadili chini ya usimamizi wa Aga Khan. Kujiondoa huku kuna maana gani kwa uhuru wa uhariri wa shirika hili kubwa zaidi la habari katika kanda ya Afrika Mashariki? So iwapo huyu mwekezaji mwenye amekuja ataangazia mambo ya faida badala ya kuangalia vile Aga Khan alikuwa anaangalia maslahi ya wananchi na kuangalia kwamba tuko na uhuru wa wanahabari na pia wanaangazia yale ambayo yanatendeka katika jamii, basi kutakuwa na tatizo. Iwapo atakuja na sema ya kwamba basi sisi tutaendelea na zile desturi na kanuni ambazo zilikuwa zimewekwa kule na maadili ambazo zilikuwa mmewekwa na Aga Khan, basi hapo tutasema ya kwamba tutakuwa na tunaona bado kama kuna mambo yataendelea vizuri. Rostam Aziz aliwahi kumiliki kampuni ya habari ya New Habari
habari iliyofungwa rasmi mwaka 2002. Pia kwa miongo kadhaa amekuwa na ushirika wa karibu na serikali ya Tanzania na chama tawala CCM. Hii inaweka sura gani katika umiliki wa vyombo vya habari wa NMG? Matarajio yetu ni ya kwamba Bwana Aziz ataendelea na yale maadili ambayo yalikuwa yamekuwa kule na Aga Khan. Na maadili hayo ilikuwa ni kwamba lazima tuangalie vyombo vya habari kama tupo muhimu sana kuangalia maslahi ya wananchi. Eric Odur, katibu wa chama cha waandishi wa habari nchini Kenya. Sasa leo katika waridi wa BBC kutana na Fatuma